Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Zimebaki siku chache kabla ya kufikia mechi ya kwanza ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Mechi ambayo inatarajiwa kuanza kule nchini Morocco tarehe 17 ambapo RS Berkane watawakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba mnyama. Ni matumaini ya Watanzania wengi, ni matumaini ya wana Simba wekundu wa Msimbazi kuona kwamba Simba wanaandika rekodi kwa nchini Tanzania kwa kutwaa taji hili la kombe la shirikisho barani Afrika kwa kupata matokeo mazuri ya jumla atakayowapa ushindi dhidi ya RS Berkane. Timu ngumu, timu ambayo ndio mabingwa hivi sasa wa ligi kuu ya Morocco, ingawa ligi hiyo bado haijafikia ukingoni. Nini wanachotakiwa kufanya Simba? Ni kuhakikisha wanapata matokeo chanya katika mechi ya kwanza tarehe 17. Ama ushindi wote kupata, ikibidi basi kupata sare, na kama kufungwa basi kusio na margin kubwa, yani tofauti ya mabao. Walau 1-2, 2-1, si haba 3-2, alimradi tu wajirahisishie kazi katika mechi ya marudiano itakayochezwa wiki moja baadaye kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Simba kama kwa mfano wanafungwa 2-1 basi wakishinda 1-2 wanatoa ubingwa, kwa sababu matokeo jumla yatakuwa 2-2, na kanuni za CAF kwenye michuano yake ya klabu na pia kwenye mataifa kwenye hatua ya mtoano ama finali, bao la ugenini lina nguvu sana, kwa sababu wakifunga 2-1 wakishinda 1-2 matokeo jumla 2-2 Simba bingwa, ama 3-2 na kadhalika, alimradi tu tofauti ya mabao baina yao isiwe kubwa ili kuwarahisishia mchakato huu wa kutoa ubingwa. Lakini nzuri kuliko yote ni kushinda, ikishindikana basi walau atasare yote katika kujirahisishia kazi katika mechi ya marudiano. Lakini kubwa kuliko yote ni kwamba Simba mnyama chini ya kocha Fadlu Davids wana uwezo wa kushinda endapo atazicheza karata zao vizuri. Na katika sehemu moja hapa ambayo Simba wanaweza kufanya vizuri, sisi kupitia jukwaa hili Mbwaduke Stats Sport Next Level, sisi kupitia channel hii basi tutakuwa tukitoa walau mchezaji mmoja mmoja miongoni mwa wale wachezaji ambao huanza katika kikosi cha kwanza cha RS Berkane, ili mwisho wa siku kuona uimara wao, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba waweze namna ya kukabiliana na ubora wa wachezaji hao mmoja mmoja ili kupunguza madhara, lakini pia kuainisha walau udhaifu wa wachezaji mmoja mmoja uwanjani, ili mwisho wa siku udhaifu huo uwe kwa manufaa ya Simba, kwa manufaa ya Tanzania, mwisho wa siku taifa lipate furaha kupitia wekundu wa Msimbazi Simba kwa kutoa taji hilo, na kumpa furaha pia Amiri Jeshi Mkuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa kuelekea mechi hii, leo hii tutamgusia beki tatu wa klabu hii ya RS Berkane ambaye hucheza mara kwa mara. Huyu ni Hamza El Musawi. Yes, Hamza El Musawi. Yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao katika kikosi chao cha kwanza pindi anapokuwa fit, kocha Mwin Shaban huwa hakosi kumpanga katika kikosi chake. Na ndio maana katika mechi 10, kwa maana ya kuanzia mechi 6 za hatua ya makundi mpaka wanafika katika hatua finali, ambapo kwa ujumla ni mechi 10 kwa sababu 6 hatua ya makundi, 2 robo finali, 2 nusu finali, huyu Hamza El Musawi amecheza mechi 7 kati ya 10, kuainisha kwamba 70% ya mechi zote yeye amehusika, na kwa ujumla amecheza kwa dakika 573. Kwa wastani unaweza kusema dakika 82 katika kila mechi kati ya zile alizocheza. Ni ushahidi namna gani amekuwa mchezaji muhimu. Ikumbukwe kwenye kikosi cha RS Berkane huwa baada ya golikipa Munir Mohamed huwa na ulinzi walinzi wanne, halafu huwa na kiungo mmoja anayekuwa analinda wale wanne. Huyu sio mwingine, ni Mamadou Lamine Camara, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal. Halafu kuna kuwa na viungo wanne. Halafu kuna mshambuliaji mmoja kinara ambaye huyu sio mwingine, ni Osama Lamlewi. Lakini hawa wengine mara nyingi kwenye kikosi chao cha kwanza huwa hapa kuna Haitam, ndiye anayecheza hapa, Haitam Manyit. Halafu katika mabeki wa kati kuna Adil Tahif, halafu wana Abdelhak Asal. Halafu ndo hapa kuna huyu Mamadou Lamine Camara. Kwenye wale wanne huwa huku kuna Paul Basena katika kikosi chao cha kwanza, ingawa huwa wakati mwingine kinabadilika, lakini mara nyingi hawa ninaowataja ndio huanza katika mechi muhimu. Halafu huku pembeni huwa kuna mwamba anaitwa Mehri. Halafu katikati, katika wale viungo wawili katika wale wanne, katikati huwa kuna Labiri. Halafu kuna mbali na Labiri, halafu kuna Ayub Khalafi,
Ayub Khalafi, halafu mshambuliaji kinara ndio huyu Osama Lamliwi. Ndivyo huwa. Sasa huyu Hamza El Musawi ndiye tunayemzungumza hapa. Huyu kama Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye kikosi chao mara nyingi kocha Fadu Davids hupanga baada ya golikipa huwa kuna walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwenye hawa watatu ndipo ambapo kuna mmoja wao anakwenda kukabiliana na Hamza El Musawi. Hapa namaanisha kwenye wale watatu huwa kuna Kibu Dennis Prosper anatokea upande wa kulia katika wale watatu viungo ushambuliaji. Katikati mara nyingi Simba huanza na Jasha huwa, kushoto huwa ni Eli Mpanzu Kibisawala katika wale viungo watatu ushambuliaji, halafu mshambuliaji kinara huwa Steven Dese Mkwala au huwa Lionel Ateba Mbida katika mfumo huu wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Sasa tunayemzungumzia hapa ni Kibu Dennis Prosper, anaonekana kutokea upande wa kulia katika kikosi cha Simba. Maana yake ni kwamba yeye ndiye ambaye anakwenda kukabiliana na Hamza El Musawi. Na yeye Kibu Dennis Prosper matarajio ni kwamba anakuwa na beki mbili wake. Hapa tunazungumzia Shomari Kapombe, ambapo katika kucheza kwao mara nyingi Kibu Dennis Prosper licha ya uwezo wa kudribble sana mipira kwenye upande huu, huwa anaweza kaingia ndani na kuwa nyuma ya mshambuliaji kinara Mkwala ama Ateba, halafu kutoa fursa kwa Kapombe beki mbili wake kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Wakati mwingine Kapombe naye huingia ndani na kuwa kama supportive striker. Ndio mara nyingi Simba hucheza hivyo. Sasa Hamza El Musawi matarajio ni kwamba atakutana na Kibu Dennis mara nyingi. Sasa Kibu Dennis Prosper akiwa kwenye kiwango chake cha ubora katika siku hii, manake yeye anaweza kawa chanzo cha upishi wa mabao wa Simba dhidi ya timu ngumu ya RS Berkane katika kuifunga. Kwa ukumbushia mpaka sasa RS Berkane ikiwa imecheza mechi 10 kuanzia hatua ya makundi, mechi 6 kama nilivyotoka kueleza awali, ndio timu yenye ukuta imara zaidi, maana imeruhusu mabao mawili tu katika mechi 10. Yenyewe imefunga mabao 18. Ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Na wanafanikiwa hivyo kwa sababu kwenye kucheza kwao ni kwamba kwenye 4-1-4-1 wanapokwenda kushambulia, huyu mshambuliaji kinara hali peke yake anapata sapoti ya hawa wachezaji wote wa pembeni, kina Mehri, kina Basene, wote wanakwenda mbele. Lakini pia huyu viungo hawa wawili kina Labiri, kina Khaif, wote wanakwenda mbele, akina Ayub. Lakini pia na huyu Mamadou Lamine Kamara naye anaongezeka. Wakati huo hawa mabeki wa pembeni, huyu Manuit ambaye ni Haitam Manuit pamoja na Hamza El Musawi huwa wanapanda, lakini kwa wastani huwa hawavuki katikati ya mstari wa uwanja. Wanakuwa karibu na katikati ya mstari wa uwanja, lakini hawavuki kama tunasema average position kwa wastani. Matokeo yake wakishambulia wanakuwa wengi sana, kuanzia wachezaji 5, na hivyo kufanya wawe na nafasi ya kufunga. Na mashambulizi yao mara nyingi huwa ni ya kasi. Tunasema mara nyingi huwa ni ya kujibu, counter attacks. Lakini wanapozuia, hapa ndipo mtihani kwa timu pinzani, kwa sababu mbali na wao wanne ambao mara nyingi hucheza ile basic football kama mabeki, yani njia za kimsingi za kuzuia ambao ni usalama kwanza, si wazuri sana katika kupiga pasi nyingi eneo lao la nyuma. Huwa wanaosha mipira, wanabutua mipira alimradi wawe salama, huku wakiamini akina Osama Lamli wanaweza kuwadhuru wapinzani. Matokeo yake hawa wanne wakipata support ya Kamara wanakuwa 5. Hawa viungo wao akina Labiri, akina Ayub, wote wakishuka ukichanganya na wapembeni, kwa wastani wanaposhambuliwa huwa wanafika mpaka wachezaji 7 mpaka 8 katika kujenga mshonano eneo lao ili kufikia golikipa wao Munir Mohamed, yani compactness. Matokeo yake wapinzani wanapata tabu sana ya kuwadhuru hata kama wanamiliki mpira. Kwa mfano, Stellenbosch katika mechi yao dhidi ya RS Berkane iliyochezwa Afrika Kusini, Stellenbosch walimiliki mpira kwa 61%. Lakini mechi ambayo Stellenbosch walifungwa 3-1 ni kwa sababu tu ukimiliki mpira bado hupati nafasi za kutosha kuwadhuru, lakini wakati huo katika muda mfupi ambao wanakuwa na mpira wanakuwa na madhara makubwa, kwa sababu wana kasi na uwezo mkubwa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Wamepiga mashuti 126 yaliyolenga lango, mashuti 48, wana mabao 18. Wekundu wa Msimbazi Simba wamepiga mashuti 165 yaliyolenga lango, 165 yaliyolenga lango, mashuti 46, wamefunga mabao 11. Unaweza kaona uwezo wako kubadilisha nafasi kwa mabao ni 14%. Simba uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ni 6.66, around 7. Sasa siku hii Kibu Dennis Prosper akiwa kwenye kiwango chake bora hapa kwa Hamza El Musawi anaweza kufanya chochote cha kuwapa manufaa wana Simba kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Kibu mwenyewe yuko kwenye ubora sana, na tutamuelezea jinsi atakavyoleta madhara kwa timu ya RS Berkane pindi akiwa kwenye kiwango chake bora na kupata nafasi ya kucheza kwa kocha Fadu Davids. Na
ushahidi ni juu ya uwezo wake kudribble mipira. Kibu Denis Prosper ameshadribble mipira ameshadribble mpira takriban kwa mafanikio mara 32 kati ya mara 48 alizofanya dribbling Kibu Denis Prosper, ambayo ufanisi wake ni around 73%. Lakini anakutana na Hamza El Musawi ambaye yeye kwenye kucheza kwake kama ilivyo kwa beki mbili mwenzake huko beki wa kulia, nazungumzia huyu Haitham Manywiti, cheza yake huwa ni katika eneo hili, kwa wastani anakuwepo sana eneo hili, kwa sababu uwanja, ndugu mtazamaji wa channel hii, umegawanyika katika theluthi tatu. Kwenye hivi vipande vitatu, yeye kwenye kipande cha kwanza, theluthi ya kwanza huwa anaigusa nusu, na theluthi ya katikati anaigusa nusu. Mara nyingi average position yake huwa maeneo haya. Kwa hiyo Kibu Denis Prosper kwenye makaratasi, sehemu ambayo anaweza kaataki vizuri ni kwa kuja eneo hili. Na huyu urefu wake ni 5 na inchi 11, umri wake miaka 32. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto. Alizaliwa Aprili 7 mwaka 1993, ndio maana na miaka 32. Kwa sababu hiyo, pamoja na urefu wake 5 na inchi 11 ambao amemisi inchi moja tu ili kufikisha 6, si mzuri sana katika safari za kukimbia. Ndio maana cheza yake kwa wastani akitoka nyuma huwa katika eneo hili, na anapomwaga maji crosses huzipiga katika maeneo haya, na sio wa kwenda kumaliza uwanja ili apige free pass ama crosses. Amekuwa akifanya hivyo mara chache sana. Katika mechi zote zilizocheza 7, yeye amepiga cross 22 tu. Kati ya hizi zilizofika ni cross 6, kuonyesha yeye si mzuri katika eneo hili. Kwenye kushambulia, mechi zote alizocheza amepiga mashuti 3 tu, yote off target wakati wa mpira ya kutenga. Anafanya jukumu kubwa la kuzuia katika eneo hili. Akiungana na wenzake wanakuwa wengi, maana yake msiweze kupita. Sasa Kibu Denis Prosper ana uwezo mkubwa sana kudribble mpira kwa mafanikio kama tulivyotoka kueleza. Mara 10 akifanya majaribio ya kudribble mpira, kuokota mpira, mara 7 anafanikiwa. Sasa Kibu Denis Prosper akiwa kwenye kiwango chake bora ambacho ameshakionyesha katika mechi 10 zilizopita, anaweza kusaidia Simba katika eneo hili anapokutana na Hamza El Musawi katika maeneo mawili. Kwanza, kuhakikisha hakuna madhara ya kutosha yanayotengenezwa na RS Berkane kutokea upande wa kushoto kuanzia kwake Hamza El Musawi, kwa sababu tumeona ingawa upanda mara chache, lakini cross 22 alizopiga ni ushahidi kwamba huwa analeta madhara kwa wapinzani, ingawa cross zake nyingi wala zipiga akivuka tu katikati ya mstari wa uwanja. Na kimsingi mpaka sasa mechi 10 ametoa key passes, yani pasi muhimu ambazo zingeweza kubadilishwa kuwa mabao, kwa sababu aliyowapa walipata fursa ya kupiga mashuti ya kulenga shabaha lakini hawakufunga. Ndio maana tunaita key passes. Zingekuwa mabao maana yake ingekuwa na assist 5. Ni ushahidi namna gani ambavyo mipira yake huwa hatarishi. Lakini kwa ujumla, aina ya cheza yake, uimara wake ambao tunatarajia sasa Kibu Denis apambane nao ili usilete madhara kwa Simba ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, kwa majukumu yale ya kiulinzi, tunasema aerial duels, kwa mfano mapambano mipira ya juu, huyu mwamba amefanikiwa kucheza mipira ya juu mara 22, halafu amefanikiwa mara 13, ambao ni ufanisi wa 62%. Yes, huu ni uimara wake. Na ikumbuke urefu wake ni 5 na inchi 11, akimisi inchi moja ilikuwa na urefu wa 6. Lakini mipira ya chini, ground duels, hatutarajia awe mzuri sana kwa sababu yeye ameenda sana juu. Ndio, ingawa ni beki wa pembeni, kati ya mabeki wachache ambao wana urefu kama wake ni pamoja na yeye. Kwa hiyo chini sio mzuri sana, lakini huwa anapambania. Amepambania mipira 29 katika mechi 10. Mipira aliyofanikiwa ni mipira 17, sasa na ufanisi wa takriban 57%. Lakini vipi kuhusu tackling? Tackling amezifanya 5 tu katika mechi zote 10, kwa mafanikio kafanya tackling 5. Kuna kitu inaitwa interception. Hii tackling ni kwenda uvunguni mwa mpinzani kuchukua mpira bila kuleta madhara. Yeye sio mzuri, ndio maana amefanya 5 katika mechi zote zilizocheza, mechi 7 kwa dakika zetu tulizotoka kuzielezea, ambazo ni dakika 573. Ni dakika 573. Lakini kuna kitu inaitwa interceptions. Interceptions yani kuingilia mpira wapinzani wanapopasiana. Siku hiyo Simba akiwa anapasiana, labda Kibu anapata pasi kutoka kwa Fabrice Luamba Ngoma ama Yusuf Kagoma, kuingilia mpira kabla haujafika kwa Kibu au kwa mchezaji mwingine, hiyo tunaita interception. Au Kibu akitaka kudribble mipira amnyang'anyi, zote tunaita same interception. Sasa yeye interception amefanya 6 tu katika mechi 7 alizocheza kwa dakika 573. Clearances, kubutua mipira, kuiosha, hapa huyu Hamza El Musawi ndio yuko vizuri zaidi. Amebutua mipira, ameiosha mara 36. Kimsingi clearance ni kuondosha mpira kutoka katika eneo hatarishi la lango kwenda katika eneo salama. Safu nzima ya kiulinzi ya Berkane huwa wanazingatia kauli mbiu ya
safety first, usalama kwanza. Wao hubutua zaidi mipira kabla jambo lingine lolote. Mpaka sasa RS Berkane ndio wanaongoza kubutua mipira kati ya timu zote zilizofuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika msimu 24-25. Mpaka kufikia sasa wameshabutua mipira mara 290. Sasa kwenye zile mara 290 zinazowafanya ndio timu iliyobutua mipira mara nyingi zaidi. Huyu amebutua mipira mara 36. Hata mabeki wake wenzake wakati, huyu Adil Tahif kabutua mpira mara 57, huyu Abdelhaq Asal kabutua mpira mara 57, huyu Haitham Manyuit kabutua mpira mara 23. Ni ushahidi kwamba wao ni wabutuaji zaidi. Yaani usalama kwanza. Mchezo huu wa kutekeleza majukumu ya kimsingi ya ulinzi yamefanya RS Berkane iwe salama zaidi. Ndio maana waliruhusu bao moja katika mechi dhidi ya Stellenbosch walioshinda 3-1, wakaruhusu bao moja bila walipofungwa dhidi ya Constantine katika mechi ambayo ni ya nusu finali. Mechi ya kwanza walishashinda 4-0. Mechi hii hawakuweka nguvu za kutosha kama ilivyokuwa mechi ya kwanza, wakafungwa 1-0, na ndio maana wameruhusu mabao mawili tu kwa mechi zote 10 kuanzia hatua ya makundi. Ni kwa sababu kubutua ndio msingi wao. Sasa huyu Hamza Al-Musawi amebutua mpira mara 36. Lakini tunasema ball recovery, kutoa mpira kutoka kwa wapinzani ambao wamekuwa wakiumiliki, ameshafanya hii ball recovery, kunasa mpira na kuleta katika himaya ya RS Berkane, amefanikiwa mara 25. Haya ni mambo chanya ya Hamza Al-Musawi, chanya kwa RS Berkane, lakini yanaweza kuwa hasi kwa Simba endapo atapata uhuru wa kutekeleza ubora wake huu. Lakini ana udhaifu wake ambao huu sasa ndio ambao Kibu Denis Prosper matarajio akiwa kwenye kiwango chake bora anaweza kainufaisha Simba. Moja wapo ni kwamba yeye anapoteza sana mipira, possession lost, katika mechi zote hizi. Wakati amewezesha mipira 25 kupatikana, amepoteza mipira possession lost mara 95. Yani RS Berkane imepoteza miliki yake ya mpira kwa Hamza Al-Musawi katika mechi 7 alizocheza. Kwa dakika 573 imepoteza mara 95 kupitia yeye. Kwa Kibu Denis Prosper akija kufanya pressing, shinikizo kwake katika nyakati ambazo anakuwa na mpira, upo uwezekano akanasa mpira na hivyo kuweza kuitengenezea fursa Simba kupata bao, kwa sababu anaweza akatoa pasi ikatumia vizuri na Leonel Atebambida, Steven Dese Mkwala, Jashaua, Elim Panzu Kibisawala ambaye hupanda na kwa nyuma ya mshambuliaji kinara kama namba 10 pindi mashambulizi ya Simba yanapokuwa upande wa kulia. Lakini Shomari Kapombe, Baba Esther, yeye naye huwa achezi mbali katika eneo hilo pindi Kibu Denis anapokuwa na mpira. Sasa hilo ni eneo moja wapo. Lakini sio hilo tu. Kwenye kudribble mipira ambako Kibu Denis Prosper amedhihirisha ubora wake kama nilivyotoka kueleza awali, akiwa anadribble mipira maeneo haya, Hamza Al-Musawi mguu wake wenye nguvu tumeshasema ni wa kushoto. Huyu ni left footer. Sasa Kibu Denis Prosper ni right footer. Akiwa anadribble mipira akiamua kupita pembeni mwa uwanja kwenda kuongeza mapana ya uwanja, atakuwa hatarini katika kuzuiwa na Al-Musawi kwa sababu uwezo wake wa kuwa na guu la kushoto na tena ana miguu ni mrefu. Kibu Denis Prosper urefu wake ni 5'8". Huyu mwamba 5'11". Maana yake ana uwezo guu lake la kushoto akamzoa kwa tackling, akaucheza mpira ikawa ngumu. Katika baadhi ya nyakati atafanikiwa, lakini zipo baadhi ya nyakati ambazo Kibu Denis Prosper anaweza kupoteza mpira kwake. Anafanyaje sasa? Dawa, kwa sababu Kibu Denis Prosper ni mzuri pia hata kwa guu la kushoto, ingawa kwenye mguu wa kulia ndiko kwenye uimara zaidi kwake, anaweza kubadilisha gia kwa kuhakikisha ana cut in kupita kwenye guu la kulia la Al-Musawi ambalo lenyewe ni nzito kulinganisha na guu lake la kushoto katika ufanisi. Nadhani imeweka vizuri. Kwa kufanya hivyo atampa tabu sana mwamba huyu ambaye ni mrefu kuliko yeye Kibu. Tunasema ile center of gravity, uimara, uthabiti, kusimama, kutitia kwenye ardhi. Huyu sio mzuri sana kwa sababu ni mrefu zaidi kulinganisha na Kibu. Kwa sababu hiyo, akipita kwenye guu lake la kulia, kuna uwezekano akampa tabu. Na hilo litasababisha sasa hawa mabeki wa kati, kwa mfano huyu Adil Tahif, kulazimika kwenda kumpa msaada. Akienda kumpa msaada, system of play, style ya kucheza itamhitaji huyu Mamadou Lamine Kamara kudrop kuja kuchukua nafasi itakayoachwa na Adil Tahif, atakayefanywa avutwe na Kibu Denis Prosper atakayeingia ndani. Kufanya hivyo tayari kutakuwa kumedestabilize, kumevuruga utaratibu wa kiulinzi wa RS Berkane, kwa sababu katika hii rotational movement zao kwenye kuzuia
kubadilishana nafasi katika kukava nafasi kutokana na purukushani za Kibu Dennis Prosper, zitatoa fursa sasa kwa Lionel Ateba Mbida ama Steven Dese Mukwala, Jasha Ahua na yeyote tukikuja ku attack kama late arrival anayefika kwa kuchelewa katika eneo hili, atakumbana na hizi fursa ambazo zitatokana na ule mbadilishano wa nafasi wa mabeki wa RS Berkane. Kwa theory, kwa nadharia inaonyesha kwamba hapa patatenzwa nafasi kutokana na Kibu kucut in. Na kama Kibu akifanikiwa zaidi hapa kwa goli lake la kushoto ambalo pia ulitumia kupiga mashuti, anaweza kupata nafasi ya kumjaribu golikipa Monir Mohamed, ama akatoa hizo pasi mshazari, tunasema diagonal passes, kwa yoyote atakayefika sasa akiwemo Jasha Ahua. Lakini pia Elie Mpanzu Kibisawala inafahamika cheza yao mara nyingi mpira simu unapokuwa kulia, Mpanzu anahaba na kuwa sehemu ya watu wa katikati akiungana kina Jasha Ahua na mshambuliaji wao Kenara katika kutengeneza nafasi. Hii ni njia moja wapo nzuri kwa Kibu Dennis Prosper kutengeneza nafasi kupitia upande wa kulia. Lakini kwa kufanya hivyo, kwanza atafuati atazima na kufunika madhara yatokanayo na Hamza El Musawi anayecheza zaidi eneo hili. Lakini pili, atakuwa anateza fursa kwa Simba kuweza kujitengenezea nafasi za kufunga. Kwa hiyo Kibu Dennis Prosper akiwa kwenye kiwango chake bora, na sisitiza kila mara, Kibu ni mzuri sana kwenye kudribble mpira na hana mpinzani katika michuano hii ya CAF kuanzia hatua ya makundi mpaka hii finali tulipofika. Mchezaji anayeongoza kudribble mipira kwa mafanikio ni Kibu Dennis Prosper. Kwa sababu hiyo, matarajio ni kwamba uimara wake Kibu Dennis Prosper ataudhihirisha katika kupambana na Hamza El Musawi ili kumfanya aache kuja kucheza katika eneo hili na kupiga crosses ama pasi muhimu zile ambazo tumeshasema ni pasi 5 zimefikia wenzake na kupiga mashuti kulenga shabaha, zife kutokana na Kibu kumshughulisha katika eneo hili. Lakini pia Kibu kumtumia yeye Hamza El Musawi katika eneo lake kuwa sehemu ya kutengeneza nafasi za kufunga. Ikumbukwe RS Berkane kwenye kuzuia wanatekeleza majukumu mama, kuosha, wanabutua tu mipira. Hawana muda mwingi wa kucheza pasi kwenye eneo lao. Muda mwingi wanabutua. Ndio maana hata huyu Hamza El Musawi pasi alizopiga 248. Zilizofika ni pasi 138 sawa na ufanisi wa 76%. Lakini katika pasi zote 248 alizopiga zilizofika ni pasi 188 ambayo ni 76%. Lakini katika pasi zote 248 alizopiga, pasi 138 sawa na 56% ya pasi zote kazipiga kwenye nusu ya pili ya uwanja, kwa sababu hawana muda wa kukaa na mpira katika eneo lao. Wa kuwalazimisha uwe mpira ukichezwa zaidi kwao wenye madhara ni pamoja na Kibu Dennis Prosper. Wanakuwa wengi kama msitu kwenye eneo lao, lakini kwa sababu Kibu ana uwezo kudribble mipira, kuikokota, ana uwezo wa kumchukua El Musawi, ana uwezo kuwavuruga kwenye ulinzi wao kama nilivyotoka kueleza mabeki wao wakati akina Adel Tahif, akina Abdel Haq Asal, na mwisho kutengeneza fursa ya Simba kupata mianya ya kufanya majaribio ya kufunga. Ikumbukwe Simba ndio timu inaongoza kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. Imeshapiga mashuti 165 lakini hazitumii vizuri. Simba ndio timu iliyopoteza nafasi nyingi za kufunga kuliko timu yoyote katika michuano hii. Ndio imepoteza nafasi za wazi za kufunga mara 18. Ndio timu iliongoza kupoteza nafasi. Sasa kwenye mechi hii matarajio ni kwamba hizo nafasi zitaendelea kutengenezwa hasa kupitia upande wa kulia kwa Kibu Dennis Prosper na mtu wake ambaye ni Hamza El Musawi, ili mwisho wa siku zitumiwe vyema, kwa sababu Simba wanahitaji kutengeneza nafasi nyingi zaidi ndipo wafungi, na nafasi hizo zinaweza kutengenezwa kwa upande wa Kibu Dennis Prosper. Katika kipindi hiki cha kuelekea mechi hizi, bila shaka benchi la ufundi la Simba chini ya Fadlu Davis litakuwa linafanyia kazi kwa wachezaji wake kutumia nafasi ambazo wanazitengeneza wao wenyewe, kwa sababu hawatengenezei mtu ila hawajitendei haki, kwa sababu huwa hawazitumii vizuri. Sasa siku hii matarajio Kibu Dennis Prosper ataendelea kuwa miongoni mwa wale wanaotengeneza nafasi kubwa za kufunga ili wenzake wafunge ama yeye afunge. Ikumbukwe Simba wana mabao 11 katika michuano hii kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua hii waliofikia. Mabao 3 yamefungwa na Kibu Dennis Prosper. RS Berkane wamefunga mabao 18, hakuna assist wala goli kutoka kwa Hamza El Musawi, kwa sababu cheza yake yeye anatekeleza majukumu mama kwa maelekezo ya kocha Mwin Shabani kwamba wanazuia zaidi, hakuna kupanda hovyo. Kwa sababu hiyo tutaona siku hii nini kitakachoendelea, lakini ni dhahiri kama Simba inataka kupata matokeo chanya, miongoni mwa wachezaji wanaotarajiwa kuleta matokeo chanya na kuwapa furaha na Simba na Watanzania ni pamoja na Kibu Dennis Prosper katika eneo hili analokumbana na Hamza El Musawi.
mwenye umri wa miaka 32, ni mchezaji wa pili kwa ukubwa katika kikosi chao cha kwanza. Wa kwanza mwenye umri mkubwa zaidi ni golikipa wa Munir Mohamed, miaka 35, alafu yeye huyu Hamza Al-Musawi ana miaka 32. Na ule urefu wake wa 5 na inchi 11 humfanya asipende kusafiri sana, jambo ambalo Kibu Denis Prosper na benchi la ufundi la Simba wanaweza kaona namna gani wanaweza kunufaika katika eneo hili. Katika baadhi ya nyakati Kibu Denis Prosper anaweza kupata support sio tu kutoka kwa Kapombe, bali Elie Mpanzu Kibisawala wamekuwa wakibadilishana nafasi kadiri mechi inavyoendelea, kwa kuja huku kuendelea kumchosha kwa mibio yao, mbio, kasi, migongano, kumfanya El-Musawi atepete mapema katika baadhi ya nyakati ili Simba jitenzie nafasi za kufunga. Nadhani imeeleweka vizuri. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.